Wazalendo, tumeanza leo operation Linda Demokrasia, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, kichocho. Tunaenda kuongea na wananchi wa Dar es Salaam, na leo tuko mtaa wa Kilimahewa, kata ya Makumla, jimbo la Ubungo. Tumezungumza kwenye masoko, kwenye vikundi vya bodaboda, lakini jambo la muhimu na nyinyi hapa mkatusikia, zumuni letu ni nini? Huu ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa sisi kutafakari, ni mwaka wa sisi wananchi kujiuliza, yule ambaye tumempa mamlaka ya kututawala ametufanyia nini? Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Sasa sote ni mashahidi. Tumeona katika miaka mitano hii hali ngumu ya maisha. Bidhaa zimepanda bei. Bei ya unga leo ni shilingi ngapi? 1600. Awali ilikuwa shilingi ngapi? Leo sukari ni 3000 kilo. Sasa 4000. Leo maharage kilo ni 3000 mpaka 4000. Maharage ambayo ni sawa sawa na nusu ya bei ya nyama. Leo hospitalini wamama wajawazito kujifungua tunaambiwa ni bure, lakini kama una senti upati huduma. Na tumemsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alisema kama hauna pesa mmeo akufungulie. Tunaelewana? Ni kiburi, ni jeuri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hatokani na sisi. Sisi huku mtaa wa sisi kwa sisi, huku chini hatukumchagua, ni mteule wa rais. Leo tuna wabunge ambao ni wakilishi wa wananchi bungeni, wanapaswa wakapaze sauti zetu, waseme juu ya changamoto zetu. Wabunge wetu leo bungeni wanalilia wapate plate number za magari yao private. Leo wanajadili juu ya kupita VIP na wake zao. Ni mambo yetu wananchi. Sisi tuna changamoto ya maji mtaani. Maji hakuna, maji hakuna, na mwisho wa mwezi bili inasoma. Sisi tuna changamoto, tunakaa takataka miezi yote. Wao nikipita leo kesho wataka hela. Sisi tuna changamoto ya walizi shirikishi ambao wenyewe wanaoita ulizi shirikishi, wezi shirikishi. Tunaibiwa na pesa tunalipa za ulinzi. Watu ambao hawatokani na sisi wananchi, watu ambao hatukuwachagua, hawawezi kusema juu ya maisha yetu. Sasa ndugu zangu, tusikilizane. Kura ni maagano, kura ni mkataba baina yangu mimi mwananchi na ninayempigia. Mimi namchagua mtu, namtuma. Unamchagua mtu wa udiwani, unamtuma. Unamchagua mtu wa mbunge, unamtuma. Yeye ni mtumishi wetu, sisi ndio mabosi.
Lakini sasa leo wabunge wetu ni mabosi, watumishi wa umma ni mabosi, na sisi wananchi ndio vidampa. Tunaelewana? Kipi hiyo na jeuri hiyo wanaipata kwa sababu hawatokani na wananchi. Hatukuwachagua, hatukuwatuma. Sasa tunapoenda kupiga kura, tunapaswa kujua tunaenda kufanya hatima juu ya maisha yetu na watoto wetu, juu ya kesho yetu. Tunaelewana? Na huyu mtawala anapenda tufikiri zaidi mambo ya ziada. Ndio maana tunapojitahidi kujikita kwa mambo ya msingi, atakuwa tena habari za Simba na Yanga, tunacheza hatuchezi. Wanataka watoe katika pointi ya msingi ya kutafakari maisha yetu. Tunaelewana? Mwaka huu wa uchaguzi tukapaze sauti ya kumtoa CCM madarakani. Wakikuletea tisheti, wakikuletea vilemba, wakikupa shilingi 10,000, waambie tisheti nachukua kwa sababu ni rangi ya kijani na mimi ni shabiki wa Yanga. 10,000 nachukua kwa sababu ni jasho langu ambao umenilia miaka mingi, lakini kura yangu si wapi. Ndani ya miaka 5 tumeshuhudia unyanyasaji katika taifa letu. Watu wanatekwa, watu wanauliwa. Usiseme ambao wanasema ndio wanatekwa. Ujui kesho nani atafuata kwa familia yako. Unapoona ovu ama unapoona baya, unapaswa kulikemea kadri unavyoweza. Serikali ya CCM wameshindwa kuiendesha hii nchi. Ni wahuni. Na muone ashushuri. Ukimsusia uchaguzi CCM mkomai. 2020 tulishiriki. Alifanyaje CCM? Sasa jitangaza. 2019. Jana 2024 serikali za mitaa sema jitangaza na tumeshiriki. Leo tukumsusia yeye anafurahia kwa sababu ni muhuni aliyopitiliza. Tunapaswa tukapambane naye kwenye sanduku la kura. Tuwe tayari kupoteza, tuwe tayari kuumia, tuwe tayari kwa lolote, lakini kwa ajili ya vizazi vyetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya maisha yetu. Na ACT Wazalendo, sisi ni chama makini kweli kweli. Ni chama makini. Mliona 2024 ndio chama pekee. Ndio chama pekee tulikuwa tuna ilani ya serikali ya chaguzi za mitaa. Serikali za mitaa tulikuwa na ilani. Tulisema wananchi wasio wanalipiwa wapewe huduma bure. Tulisema kuhusu ulinzi shirikishi. Tulisema kuhusu ishu za vikundi. Katika ilani yetu ya serikali za mitaa hakuna chama chochote kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ilikuwa na ilani. Ni ACT Wazalendo. Kwenye uchaguzi huu tumejipanga. Nia tunayo ya kushiriki. Sababu ya kumtoa CCM madarakani tunazo, na uwezo tunao kwa sababu wananchi nyie CCM mmemchoka. Nyie ndio nguvu yetu. Tunaona wakina wao wakausha damu wasiwatesi. Wenye viti wetu serikalini wanakuwa mawakala, wanawaumiza watu. Mwenyekiti wa serikali za mitaa anafungamana na mtu anayemdai mwananchi kwenda kumtolea vyombo ndani kinyume na sheria, kinyume na taratibu, kwa sababu ni wahuni, hawatokani na sisi. Sisi hatukuwachagua, ndio maana hawaguswi juu ya maisha yetu. Ombi langu kwenu,
Ombi langu kwenu, Sasa tukimsimamisha mwenyekiti serikali za mtaa ni ACT, diwani ni ACT, mbunge ni ACT, rais ni ACT, na tumsusi muuni taifa yetu. Atumsusi muuni taifa yetu. Hili taifa ni letu sote, na kila mtu ana haki sawa katika nchi. Asanteni.